Bwana Sako Simba baada ya kuonana kwenye mchezo dhidi ya Esperance de Tunis uliomalizika pale katika dimba la Benjamin Mkapa, hii leo tunakufumania hapa Kariakoo tuweze kuzungumza mambo mengi ambayo yalitokea. Kikubwa zaidi ni wewe kuonekana kwenye ile video ya Murtaza Mangungu mkiwa na zile hashashi nyingi, vurugu zilizokuwa zikitokea, lakini wewe ndio miongoni mwa watu ambao mlikuwa ukionekana na watu ambao mnafahamika zaidi. Pia nimekufuata, tueleze kile ambacho kilikuwa pale. Wengi wamezungumza mambo mengi, lakini wewe ndio unajua ukweli wa kila kitu ambacho kilikuwa pale. Kwanza mambo vipi? Ya mambo yanaendaje mpaka sasa hivi? Namshukuru Mwenyezi Mungu, mambo yanaenda vizuri. Baada ya maumivu ya siku ya Jumapili kutoa suluhu na Esperance de Tunis, hali imesharejea. Kama wana Simba tumeona tunyamaze, tutulie, ikiwa viongozi wanatathmini ni jinsi gani tumepoteza mechi na ni jinsi gani Watanzania na mashabiki kwa ujumla wameumia kutokana na ile mechi. Sawa, ni baada ya kabla ya tukio lile, moja kati ya interview ambayo tulizungumza mimi na wewe, na ukaeleza kile ambacho ulikuwa uko nacho. Ulionekana ukiwa na tempa, na kikubwa ni kuto kufurahishwa na matokeo kwa ujumla wake, lakini baadaye ukaja kuonekana kwenye tukio la mwenyekiti Murtaza Mangungu kwa kile ambacho kilikuwa kinazungumzwa. Ilikuwa vipi Sako? Ilikuwa vipi? Mimi Murtaza Mangungu nilimtetea sana kwa kadri ya uwezo wangu, kwa sababu ule ni mwenyekiti wangu wa Simba, bado hajaondoka kuwa mwenyekiti. Ina maana atakapokuwa sio mwenyekiti siwezi kumtetea, lakini akiwa mwenyekiti wa Simba Sports Club nina uwezo wa kumtetea, kwa sababu kweli tulikuwa tuna tempa kubwa sana. Kila mmoja aliyotoka uwanjani pale alikuwa na tempa ya kufungwa, na tukamwona kwamba yeye ndio sababisho yeye ndio chanzo, kwa sababu hakutaka kujiuzuru. Ila tuitoshe kusema kwamba hayo yote mashabiki walio wengi hawajui kwamba Mangungu ana shida ama hana shida, ila lawama zote tunamrushiaga Mangungu, kwa sababu Mangungu ndio kiongozi wetu kwa upande wa wanachama 51%. Itoshe tu kusema kwamba Mangungu, kwa mimi baada ya uchunguzi wangu nikaona kwamba Mangungu hana shida yoyote. Hana shida yoyote, ndio maana nikawa ni mtu mmoja wa kumtetea Mangungu kama shabiki wa Simba. Nimemtetea kwa sababu Mangungu, timu ikifungwa anapewa lawama Mangungu, timu ikifanya vizuri anapewa sifa mtu mwingine ambao ni Mo Dewji. Sawa, aliyakuwa Mo Dewji huwezi kumuona kwenye mechi yoyote ya Simba pasipokuwa na Simba Day, ndio unamuona Mo Dewji pale. Kwa hiyo sasa hili lawama lote limemwangukia Mangungu. Murtaza Mangungu ni batili, yani batili mtupu, yani yale tunaomsingizia Mangungu kuna 1, 2, 3, kwa kweli ni batili. Mimi nawaomba tu wana Simba watulie kabisa, kwa sababu sisi kama mafansi wa Simba Sports Club ambao tunaisemea Simba Sports Club, tunataka kwanza kule juu ndio kuanze kung'oka, yani tuanze kung'oa mizizi ndio tuje kwenye mashina sisi ndio tutatafuta sasa mashina ni nani ambao tunaanza kuang'oa moja baada ya mwingine. Ila kwanza top ni Mo Dewji, aiache hii timu, tutapata wengine ambao wataiongoza hii timu. Mo Dewji aiachie timu. Mo Dewji huyu alowekeza kwenye Simba Sports, alowekeza asilimia bilioni 20, aiachie kwanza timu sisi, kwa sababu atakapoiachia timu watakuja matajiri. Wapo matajiri kibao ambao wanaitaka hii Simba kuiongoza. Wapo matajiri, sio Mo tu. Mo alikuta Simba na ataiacha Simba, aiache, kwa sababu kama kweli unateseka, una uchungu na Simba, haiwezekani kwanza Simba ligi kuu unafungwa na Yanga mara 6 mfululizo, we upo. Haiwezekani Simba inafungwa klabu bingwa, we Mo upo, na kwenye jezi yake hii tunamtangazia matangazo yake, Mo yuko kwenye hii jezi. Ina maana yeye apati uchungu kwamba hii
hii timu inafanya vibaya na matangazo yangu mimi hapo pale yanadhalilika pia, na yeye pia anadhalilika. Kwa nini atoke hadharani kusema kwamba kuna 1 2 3? Tusameni labda mafansi wa Simba, mashabiki wa Simba, kuna 1 2 3 tulioteleza ni wapi? Leo hii lawama zote tunamwangushia Mangungu. Lawama zote tunamwangushia Mangungu. Ifike hatua sisi wenyewe mashabiki wa Simba Sports Club, ifike hatua tusimwangushie lawama Mangungu. Tuangushe na upande wa pili, kwenye upande wa bodi ya wadhamini pia nayo tuiangushie lawama. Kwa nini lawama inaangukia sehemu moja tu? Sasa Mangungu, kwa kile ambacho kinaendelea, Mangungu ndiye ambaye amezungumzwa sana, lakini sasa hivi mmehamisha sasa kwa Mo Dewji ambaye ndio mwekezaji, ndio tuseme kile kiini cha timu, kwa maana ya kwamba kwenda kuijenga timu, kwenda kuipa mafanikio. Yeye ndio naamini si rahisi kutoka mwekezaji mkubwa ambaye ameweka asilimia karibu 49 kwenye uwekezaji wa asilimia zile za timu. Si rahisi kupata mtu kama huyo kwa ghafla. Tunaona wapinzani wenu Young Africans walipitia katika hatua hiyo, na mwisho wa siku wakaenda kwenye mabakuli. Kuna namna walipoteza karibu misimu minne, mkashaini nyie. Si rahisi. Mnapata nguvu vipi kuweza kuzungumza kuwa Mo aache timu kikawaida kama ambavyo ilivyo? Mimi itoshe tu kusema kwamba wenzetu nyuma mwiko baada ya kuondoka Manji walipitia msoto. Na msoto ni kawaida kwa kila timu kupitia msoto. Baada ya kupitia msoto ndio inakaa vizuri timu. Walipitia msoto, baadaye wakampata Garibu Engineer Elsi, wakakaa pale mpaka sasa hivi timu yao iko vizuri. Hata sisi wenyewe huyu Mo akiondoka watapatikana watu ambao ni wazuri zaidi. La sivyo, kama hataki kuondoka, sisi hatumfukuzi kabisa aondoke. Wapatikane na matajiri wengine kama ilivyo tulivyokaa pale tukasema kwamba isiwe mwekezaji kuwe na wawekezaji. Sawa. Kwa nini hataki kuwa na wawekezaji wenzake kuwekeza pale Simba Sports Club? Anataka ang'ang'anie yeye? Kuna maslahi gani anayapata yeye pale Simba mpaka anataka kung'ang'ania yeye peke yake, hataki wawekezaji wengine? Hilo ndio swali natakiwa tumuulize Mo. Mo ametuachia timu, yeye anaenda kukaa zake huko, anaenda kukaa mbali na timu. Haya, hebu niambie, unakaa Dubai, timu inafanya vibaya, sisi tumlalamikie nani? Ndio maana jumba bovu kaangushiwa nani? Muktaza Mangungu, kwa sababu mwenye kuongea na sisi karibu ni Muktaza Mangungu. Yeye yuko Dubai, tutaongea naye vipi? Kwa hiyo bwana, ndugu zangu, wana Simba wakae tu ajue kwamba mbaya wetu ambao anataka kutuangushia timu irudi katika hali mbaya zaidi sio mwingine, ni mwekezaji wetu Mo Dewji. Sawa bwana Sako, wakati mechi ilivyotamatika, Mangungu wakati anatoka, walitoka viongozi wawili, Crescentius Magoli pamoja na Murtaza Ali Mangungu, lakini mashabiki nyinyi mlionekana kumvaa Mangungu tu mkimwacha Magoli peke yake. Pengine hiki ambacho kinaendelea ndani ya klabu yenu ya Simba ni ajenda ambazo zimetengenezwa na watu, ama ndo hiki ambacho nakizungumza kwamba tempa na pressure mliamua kumhamishia mtu mmoja? Ni kweli kabisa mwandishi, kwa sababu na mimi nilikuwepo uwanjani, ninaongea kile nilichokiona. Hakuna watu waliopangwa kwamba wamvamie Mangungu, hakuna. Ila tempa za mashabiki ndio zimefanya wamwangushie Mangungu jumba bovu, kwa sababu Crescentius Magoli alitoka na Muktaza Mangungu kwa pamoja kabisa. Wakati anahojiwa Mangungu na waandishi wa habari, hakuhojiwa sana, akaondoka kwa sababu alikuwa hana la kuongea. Timu imepoteza nyumbani. Sasa baada ya hapo wakaanza kumvamia Mangungu kwa sababu scenario ya nyuma kwamba Mangungu aachie wenyekiti, na wale wamemfesi Mangungu pasipokuwa na Crescentius Magoli, kwa sababu Mangungu ndio mwenyekiti wa wanachama wa Simba Sports Club 51%. Sawa. Kwa hiyo wamemfesi yule kama ndio baba wa kwetu sisi wanachama na mashabiki wa Simba Sports Club. Kwa maana hiyo hata ndani ya nyumba watoto wakifanya vibaya watalaumiwa baba, si mama. Kwa hiyo baba ndio alilaumiwa pale, ila walichokosea kikubwa ni kutaka kumvamia na kumpiga. Yule ni mtu mzima na ana familia, watoto wanamwangalia,
Umeona bana, ana heshima yake kubwa sana. Leo hii wamuone baba hao wanagalagazwa chini na mashabiki wanampiga, inakuwa haileti picha nzuri. Ndio maana mimi kama Sako Simba nilikaa kidete na kumtetea Murtaza Mangungu, wasimzuru wala wasimpige. Na uongozi, nashukuru sana jeshi la polisi. Jeshi la polisi liliwahi pale kwa wakati likamtetea Murtaza Mangungu kwa kulinda heshima yake. Pamoja na jeshi la polisi, kazi yao kubwa ni kuwalinda raia na mali zao. Kwa hiyo walifanya jambo la maana kumlinda Murtaza Mangungu. Bwana Sako, kwa mujibu wa katiba ya klabu ya Simba ni kwamba masuala mazima uendeshaji ndani ya klabu ya Simba mmeachia bodi ya wakurugenzi upande wa mdhamini ama mwekezaji. Hizi lawama ambazo mnazitupa moja kwa moja kwa mwenyekiti ni kwamba mnashindwa kuufesi moja kwa moja upande wa mwekezaji, kwa maana ya kiasi alichokiweka, kwa maana ni